Karibu kwenye tutorial hii hapa tena. Kama ulivyoona hapo awali kwamba tunaenda kuangalia namna ya kuweka sound effect kama staili mbili hivi na kurenda pia. So nimeshatengeneza, hii ni cube, hii ni plane, ni scale out kidogo kwa ajili ya kufanya hayo mazoezi ya sound effect yetu. Sawa. Sasa tunakuja hapa, una slide huku juu mpaka hapa animation, utapata hii. Sasa kuna hii hapa ni kwa ajili tu ikupe viewport nzuri, lakini kama hii inakushinda pia unaweza ukaja hapa au ukaamua uache hapo hapo. Leo ngoja nifundishe kitu tofauti kidogo kwenye layout. Unaweza ukaamua kutengeneza layout yako wewe mwenyewe unayoitaka. Mfano hapa ukija hapa kwenye kona itakuletea hiki plus hiki. Maana hapa hivi unaweza ukatengeneza layout yako wewe mwenyewe namna hii. Sawa. Ukitaka hata kukata nyingine hapa, mbona inashindikana? Okay. Ukitaka kukata hivi hivyo. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe unaweza ukaamua kutengeneza ya kwako, sio lazima upate hiyo. Sasa hapa tunakuja kwenye video sequence hapa. Hii ndio tunayoitaka zaidi, hii ndio itakayotupa matokeo. Kwa hiyo unaweza ukaamua either uende huku kwenye kwenye animation, ukaja ukaamua hapa hivi kuchange hapa ikakupa kutoka kwenye hii hapa ukaja kupeleka kwenye video sequence. Kitu ni kile kile. Sawa. Na hapa hivi ambao nimeitengeneza mimi kitu ni kile kile. Kwa hiyo isikuchanganye. Sasa hapa tunatakiwa tu add sound effect. Kuna sound effect ambayo tayari nimeshai-add, ipo. Nimeshai-download, iko online. Ukiamua ku-download, ukiamua sound effect tengeneza hata mwenyewe. Sawa? Kwa sababu hii hapa hivi ni ya box linaanguka. Chukua box, chukua sijui vitabu, chukua nini, angusha, fanya hivyo. Sio lazima udownload, unaweza kuamua kutengeneza mwenyewe. So nitakuja hapa kwenye add, nita add sound. Sasa hii sound penyewe nimeshaiweka. Hii hapa nita add. Inatokea hapa sound. Sasa hapa hivi inaonekana kwa udogo, ngoja ni zoom afu hiki nikipeleke huku. Hii hapa na zoom tena. Inapeleka huku na zoom, inapeleka huku. Sasa kwenye sound kuna kitu unatakiwa kukielewa pia kingine. Kuna waves. Ni vizuri zaidi hizo waves ukaziona. Sawa, ili ujue sound ile movement ya waves za sound zilikuwaje. Kwa hiyo hapa ili kuzipata unabonyeza N, inakuletea hii hapa hivi. Alafu unakuja hapa hivi kwenye sound, hapa kwenye display waves una tick. Alafu unashuhudia unabonyeza N, inaondoka. Kwa hiyo moja kwa moja hapa hivi utaona sound waves zako ziko hapa. Yes, hivyo. Sasa hapa pia huwezi kusikia chochote mpaka kuna setting nyingine tena uiweke sawa. Hiyo setting iko hapa kwenye playback. Una click hapa playback, unakuja kwenye audio, unaweka hapa scrubbing. Ukisha tiki hapa hivi, sasa hapo hata ukiplay unaweza ukaisikia sauti hiyo. Unaweza ukaisikia sauti hii hapa. Sasa file hii hapa, ngoja nilisogeze huku, ki left click unaweza kulisogeza hapa. Imekuwa repetitive, ngoja ni undo kwanza. Hii hapa. Kwa hiyo ukiclick, ukiplay hapa, ngoja nirudie kuliweka upya ili tuelewane vizuri. Kwa hiyo nita add sound. Hii hapa nimeita drop.
Huko audio scrubbing tayari tumesha tick, ila hapa hivi ile waves ndio hazipo. Kwa hiyo n unaweka waves. Kwa hiyo hapa hivi unaweza sasa utagundua huku hivi kwingine kote hakuna maana yoyote. Kwa hiyo unaweza effect kubwa iko hapa mwanzo, ndio sauti unaisikia inavyo scrub. Sasa tufanye kwanza animation, sawa, ili tuweze kujua. Sasa animation yetu keyframe ya kwanza hapa ndipo animation yetu inapoanzia. Sasa sitaki ile box, nataka lianzie juu lishuke chini. Kwa hiyo ili ni kadilie vizuri, okay, kwa ningeenda reverse, lakini hiyo nitawachanganya. Napandisha juu G Z axis labda mpaka hapa, then nabonyeza I, naweka keyframe, yani na mark location, rotation na scale. I hii hapa imetokea. Kwa hiyo imesha mark location na rotation na scale ya hii kitu hapa. Kwa hiyo nachotaka ianguke chini, sawa. Tuseme labda itaanguka mpaka frame ya 10 hapa hivi, iwe imeshaanguka. Kwa hiyo nitabonyeza G Z, iwe imeanguka. Lakini sasa hapa nataka nikadilie ianguke flat kabisa, bonyeze moja ili kusudi huo kwenye huo mstari mwekundu ndio iwe imeshaanguka. Labda hapa G Z hivyo. Kwa alafu nabonyeza tena I na mark location na rotation. Ni mark kwenye frame hii ya kwanza, sasa hivi na mark kwenye frame ya pili. Kwa hiyo ita mark kule juu na hapa chini. Kwa hiyo nikibonyeza I tayari hii inakuwa ni animation hivyo. Sasa animation yetu imeenda mbali sana, imeenda mpaka frames mpaka 250, ni almost sekunde 10, na sitaki kufika huko hivi. Kwa hiyo mimi nitaweka kama 50, sekunde 2 tu, sawa. Sasa utagundua hii effect ya sound inaanzia frame ya 10. Kwa hiyo sisi hapa hivi hii inabidi drag. Kwa hiyo nita left click, nita right click, nitaisogeza mpaka hiyo frame ya 10, sawa. Sasa frame ya 10 pia bado inakuwa haijakaa sawa. Kwa hiyo frame ya 9 hapa ndio, kwa sababu sauti inaona waga, yes, yeah, hapo ndio unaona imekaa sawa. Kwa hiyo nikirudi hapa nyuma tukiplay, yeah, kwa hiyo inaonekana kama ni kitu kinafanya nini, kinaanguka. Kwa hiyo hapo hivi ndivyo namna ambavyo unaweza ukakadiria keyframe, ukakadiria na impact ya kile unachokifanya, sawa. Hiyo ndio namna ambavyo unaweza ukacombine keyframe na nani, unaweza ukacombine hiyo nini, ukaweka sound effect kwenye nini, kwenye kazi yako. Kwa hiyo vitu vya kuzingatia ni keyframe pale inapoangukia na vile vile, kwa sababu umeshaweka au ile audio scrubbing, unaweza ukasense wewe mwenyewe kwamba effect inatakiwa ianzie wapi. Kwa hiyo hivyo ndivyo namna ambavyo unaweza uka-add keyframe, sawa. Hiyo ni part 1 niliyokuwa nimepanga kufundisha. Kwa hiyo ukifanya tayari. Kwa hiyo mpaka hapa unaweza hata ukafanya render, sawa, ukaseti tu kamera yako ukarenda, sawa. Lakini haikuwa plani yangu hapa kukomea hapa. Nataka nikufundishe kitu cha pili. Kwa hiyo nitafuta kila kitu hapa ili nifundishe idea ya pili, lakini hii imeshakamilika. Kwa hiyo hii wewe unaweza ukarenda ukatoa tayari video yako na sound nani yako, lakini mwisho ndio nitafundisha jinsi gani una render. Kwa hiyo nitafuta hizi keyframe, nitafuta hii sound pia sihitaji kwa sasa hivi. Hii hapa namna ya kufuta hii uliyoitengeneza, una right click, una join area, unasogeza upande huu, tunarudi kama mwanzo. Kwa hiyo hapa sasa nitafuta hivi vyote,
kuna vitu ambavyo nimeshavitengeneza. Hii hapa mlango na hivi. Nataka sasa hivi tuweke effect ya kufungua mlango. Sawa, nimeshautengeneza kila kitu. Kama unataka kujua namna ya kutengeneza mlango, kuna tutorial iko huko nyuma, katafute. Nimeshaandika namna ya kutengeneza mlango, kuna namna ya kutengeneza scene, kuna vitu vingi. Kwa hiyo video ziko nyingi huko nyuma ambazo zitakusaidia kufanya baadhi ya mambo, kufanya modeling. Na kama unahitaji darasa la moja kwa moja kujua kutengeneza vitu kama hivi, unanitafuta kwenye namba hii hapa. Sasa hii hapa hivi ninachotaka ku animate ni huu mlango unafunguka. Kumbuka ile tulifanya animation afu impact tukaileta baadaye. Sasa hii hapa animation ya kitu kama mlango kufunguka, inatakiwa sauti ufuatishe sauti inavyoenda. Sawa. Sasa nitatengeneza tena ile nani yangu hapa, nitaileta hivi, then nitaselect hapa, nitakuja kwenye video sequence, nita add sound. Nimeshaiandaa sound yangu, kwa hiyo nita add sound hii hapa ya mlango. Sawa. Sasa ili tuweze kuona zile waves ni n, unaweka hiyo, unatiki hapo n. Sasa hizi waves zake zinaonekana kabisa mlango unavyofunguka. Sasa hii imeenda mpaka frame ya ngapi? Ya almost ya 83. Kwa hiyo hapa hivi nitaweka labda 84. Au niweke 100 tu, sio mbaya. Sasa hii hapa hivi lazima inabidi uzisome waves zimeanzia wapi, ndipo mlango haujaekea grease kabisa. So kwa unaweza ukaamua anzia hapo hapo mwanzo, au ukiamua kusogeza mbele baki utaidrag uisogeze mbele, animation ichelewe kidogo. Hiyo ni juu yako. Labda mimi nitaisogeza labda hapa, lakini sio lazima. Naweza nikaisogeza hapa labda mpaka hapa frame ya 5, mlango tayari utakuwa umeshaanza kufunguka. Alafu hapa sauti itaanzia hapa. Nataka niangalie sauti itaishia wapi. Hapa tuseme labda frame ya 70, lakini mimi nitaongeza kidogo labda 72. Hivyo 72 sauti ingawa sauti zimeishia frame ya 70, unaziona waves zilipoishia. Kwa hiyo hapo ndio mlango wetu unatakiwa umeshafunguka. Sawa. Kwa hiyo hapa mwanzo kabisa nitaweka keyframe I. Kwa hiyo nitakuwa nimemark location, rotation na scale ya huu mlango. Sawa. Na pia huku mwisho kabisa mwisho nilisema frame ya 72, kwa hiyo naweza nikaandika topa 72. Hapo hivi ndio animation yetu ya mlango nataka iishie. Kwa hiyo nitausogeza huu mlango RZ, afu nitaufungua let's say mpaka hapa. Sawa. Alafu nabonyeza I. Sawa. Kwa hiyo huu mlango moja kwa moja ukiplay utasikia unavyofunguka hivyo. Sasa hivyo ndivyo ambavyo unaweza add sound effect kwenye kitu chochote unachokifanya. Ni kitu simple tu. Kwa hiyo unaweza ukarekodi kwa simu yako tu, ukarekodi mlango unafunguka, mlango unafunga, ukarekodi maji yanavyomwagika, ukaenda kwa hadi kwenye theater, kwa sababu kuna tutorial pia ya maji yanamwagika huko. Kwa hiyo namna gani unaweza kaenda kwa add effect. Kwa hiyo unaweza kutafuta maji yanamwagika ukayarekodi, ukarekodi, ukaja ukakuja kuunganishia huko. Sawa. Kwa hiyo shortly ndio hivyo ambapo unaweza sasa hivi nitaenda kukuonyesha namna gani unaweza kurenda. Kwa hiyo hapa nitaijoin, lakini sitafuta hii. Click hapa hivi join area, nitaipeleka huko. Sasa hapa nita add camera. Kwanza kwamba nataka kamera, shift A camera. Sasa imetokea hapo katikati. Kwa hiyo nikibonyeza 0 inakupeleka kwenye kamera, uone kitu. Kwa kubonyeza GZZ unarudi nyuma mpaka utakapoiona. Kwa hiyo RXX G
GZ, labda hapa RXX, GZ, GZZ, labda mpaka hapo. Then sasa hapa tumesha set kamera yetu vizuri, kwa hiyo mlango utafunguka mpaka hapo frame ya 100. So ukitaka ufanye animation, camera animation tu unaweza kufanya tu, lakini sio ukitaka unaweza kaacha. Kwa unaweza kuweka keyframe yako ya kwanza hapa, labda keyframe ya 100 hapa hivi, ukasogeza kamera kidogo, ukabonyeza G hivi, kuweka tu mbwembwe kidogo kwamba cameraman alikuwa ana move kidogo, alafu ukishafikisha hapo mwisho unaweka I. Sio lazima lakini. Kwa hiyo itaonekana mlango una move. So yeah. Sasa kitu kingine kuhusu, kabla hujarenda lazima uset light, ni kitu muhimu, mwanga. Sasa utaweza ukachagua mwanga wako utaangalia wapi. Mfano unaweza ukaadi tu, ngoja tu hadi mwanga wa kawaida. Tunakuja kwenye light. Kuna topic ya mwanga baadaye nitakuja kuifundisha, lakini sasa hivi nitaweka tu basic light. Hii hapa nitaweka point light, kwa hiyo hii hapa nitaiweka labda hapa juu. Sasa ili niweze kuona effect ya mwanga, moja lazima uwe kwenye cycles, afu una select hapa. Sasa hapa kwenye world tab nimeweka giza kabisa ili niweze kuona effect ya hapa hivi. Kuweka wewe kwako unaweza kuta iko hivi. Na ukafanya tu animation yako vizuri. Hapa mlango unafunguka, unafunga vizuri. Kwa hivyo, na pia unaweza ukachange hata rangi vyovyote vile. Huu mlango wa kuzima, hii rangi haifai, haina utukufu wa Bwana. So unaweza kaweka giza hiyo taa ili uone effect yake, maana inabidi uka add strength yake. Ni wati 10, balbu wa wati 10. Scene yetu ni kubwa sana, ngoja tuweke 5000. Sasa kwa wewe inategemea ipi inafanya kazi. Umeona 5000 kidogo imetupa matokeo mazuri. Mlango unakuwa, taa inakuwa iko hapa, labda nibonyeze namba 3. Kwa hiyo hii hapa nitaisogeza huku upande huu hapa kidogo, alafu nikija, alafu hii nyingine pia Shift D nitaiduplicate, labda niweke huku upande wa huku kidogo, Shift D na upande wa huku kidogo hivyo, alafu labda na upande wa nyuma Shift D. Na huku Shift D naleta huku. Kwa hiyo nimeamua tu kuweka random, lakini ili mradi tu mwisho wa siku ionekane vizuri. Yeah. Kwa hiyo ndio nitakapofanya animation ya mlango. Sasa kitu kingine, hii ni option pia. Sio lazima kwa wewe kuifanya, kwa sababu hii kuna baadhi ya watu nawaelewesha hapa. Hii hapa ni kioo, niliset hiki kiwe kioo. Hapa hivi kwenye material yake hii hapa nilikifanya kiwe kioo. Sasa kioo kina nani zake. Unaweza ukaweka tu ukaenda hapa hivi Principal BSDF ukaenda kwenye glass, tayari ni kioo. Lakini ili itokee vizuri kwenye kurenda, na pia hapo unaweza ukachagua rangi ya kioo iweje. Tukija hapo inakuwa blue fulani, kijani fulani. Kwa hiyo yoyote ile utakayoona wewe inafaa. Ngoja mimi niweke hii bluish. Lakini sasa kwenye kurenda, hii ni option. Unakuja hapa hivi kwenye object properties ili itoke vizuri. Unakuja kwenye visibility, then unakuja ku disable shadow. Hapo hivi utapata matokeo mazuri zaidi, lakini hata ile ungepata matokeo mazuri, lakini hii hapa hivi kioo mara nyingi akihitaji shadow itasumbua kwenye kurenda vizuri. Nitaileta hapa kama kawaida. Sasa jinsi gani una render? Nilete hapa.
utakuja hapa kwanza, value yetu imesetiwa juu sana. Samples, unaona kwenye kurenda hapa hivi samples ziko 4096, ni nyingi mno, itachukua muda mrefu sana kurenda. Japokuwa ndio quality nzuri, itatoka na quality bora kabisa, lakini ili kusudi iende haraka kwa mimi nita set labda 50 au 100. Leta niweke 50 ili iwahi kurenda. Sawa. Nimeweka 50 hapa kwenye render, then nitakuja kwenye output. Sasa kwenye output kuna setting zake. Hapa hivi ukija kuselect hapa hivi kuna setting mpaka za kurenda 4K. Hii kwa kompyuta za kibongo 4K usikae kujaribu. Ni sio kitu ninachomshauri mtu yoyote. Kwa hiyo huwa nawaacha watu either render hii hapa 720 au 1080 basi. Ngoja kwa uharaka zaidi niweke hii 720. Then animation yetu itaanzia frame ya kwanza mpaka ya 100, imetuandikia hapa tayari, haina shida, lakini tumeshaweka hiyo 700 na ngapi hivyo. Na kitu kingine basi tunabidi tuweke output yetu inaenda wapi. Hii hapa output hapa hivi. Kwa hiyo file, kumbuka hapa hivi tunachokirenda ni PNG, ni picha, afu baadaye hizo picha tutaziunganisha ziwe video. Sawa. Kwa hiyo hapa hivi kwenye PNG nita select PNG, nitaacha PNG. Okay. Sasa unaweza ukaamua kurenda video files kata, yani moja kwa moja itoke video. Unaweza ukachagua tu hapo hivi moja kwa moja, lakini kibongo umeme ukikatika wakati unarenda utakuja kuanza moja kurenda. Ndio hasara yake. Ndio maana tunarenda picha ili kusudi kama ikiishia picha ya 60 kwenye kurenda utakuja kuanzia picha ya 61. Lakini video file ikikatia katikati, hilo file lina collapse. Utabidi uanze moja. Kwa hapa pia nitaacha PNG kawaida. Then hapa hivi sasa nitaielekeza hiyo renda yangu iende wapi. Kwa hiyo na wewe utaangalia kwenye mafaili yako nani yako iende wapi. Kwa hiyo mimi nitaiselect iende kwenye picha zangu, ziende kwa nani kwenye hilo folder. Then nitakuja hapa, nita slide, then nita render animation. Kwa hiyo moja kwa moja itaanza kurenda. Kwa hiyo hapa hivi itakuwa inahesabu mpaka 50, ina save picha. Kwa sababu samples niliweka 50. Vinginevyo ingehesabu mpaka 4096 ndio isave picha. So ikata hii video mpaka itakapomaliza kurenda hizo frame 100, then tutaendelea na jinsi gani unaya convert mafaili yako yawe video basi. Okay. Okay, imeshamaliza kurenda frame 100 zote hapa. Sasa tunachoenda kuangalia sasa hivi ni jinsi gani picha zile ambazo umeshazirenda unavyoweza ukazi convert ziwe video. Picha zote ziko hapa. Unaona hapa hivi ziko picha 100, imerenda picha 100 kama tulivyokuwa tumeweka, ziko hapa. Sasa hizi picha ndio inabidi tuziweke kwenye sequence ziwe video. Ndio tunakuwa tumekamilisha. Kwa hiyo nita cancel, nitaacha hii. Sasa ili kusudi kuziconvert hizo, utakuja hapa, una scroll, unakuja kubonyeza hii plus, unaenda video editing, unaenda kwenye video editing. Achana na render, unakuja video editing tena. Inakuletea hii hapa. Ile file letu la sauti bado lipo. Sasa hapa kitu cha make sure, una make sure hapa hivi kwenye timeline inaanzia 1, kwa sababu ukiweka hapa file za picha zitaanzia ulipoweka. Kwa hiyo inabidi hii make sure iko kwenye 1 hapa. Iko mwanzoni. Kwa hiyo utakuja kwenye add image sequence. Sasa hapo unaenda kutafuta file la picha ulikoliweka. Mafaili ya hizo picha ambazo zilikuwa umezirenda zilipo. Hizi hapa. Kwa hiyo nikibonyeza A na select zote, then nita add. Unaona zimefit kwenye, kwa sababu ziko 100 zote zimefit hapa tayari. Kabla huja render output yako, unakuja hapa, kuna vitu vya kuweka sawa hapa. File kumbuka ni PNG. Sasa hivi tunataka size sequence ya picha ibadilike kuwa video. Kwa hiyo kwenye PNG una click, unakuja click hapa hivi kwenye video file. Kwa hiyo tayari imeshabadilika kuwa video file.
lakini mara nyingi ukirenda hapa itakupa ndio video file, lakini hilo video file itakuwa haina uwezo wa, inabidi tuibadilishie setting, tupe setting ambayo inaweza kuingia kwenye After Effects Premiere Pro kirahisi. Kwa hiyo unakuja hapa hivi kwenye encoding, tunakuja kuchukua hii hapa H264 ndio file ambalo mimi nalipenda. Kwa hiyo nita click, then baada ya hapo hapa kwenye encoding na click tena, naenda kwa sababu unaenda kwenye sound, hapa ni video, unashuka mpaka kwenye audio. Hii hapa kwenye audio imeandika hapa hivi no audio. Kwa hiyo ukirenda sasa hivi hii audio haitatoka. Ili wewe na audio inabidi uklik hapa uende kuweka MP3. Hapa tayari unakuwa umeenable hii ukirenda na sauti itoke. Hapo ndio inakuwa iko tayari. Kwa hiyo ukija hapa hivi kwenye vitu vingine vyote vinabaki kama vilivyo. Kwa hiyo utakuja kushoto render, then una click render animation. Hii yenyewe itaenda haraka tofauti na ile ya image. Kwa hiyo mlango utaonekana unafunguka hapa mpaka ikifika 100 inakuwa imemaliza. Yes, mpaka hapo imeshamaliza. Na ukija huku utaona file limeongezeka hila hapa kwenye output yako, file ambayo ni file la video. So hivyo ndivyo namna ambavyo unaweza tumetengeneza animation, tukaweka sound effect, na tumefanya rendering na tuka add sound effect kwenye file letu kama hivyo. So like, comment, subscribe. Kwa mtu anayetaka kujifunza darasa la animation, ajitafute kwenye namba hizo hapo. Karibuni mpaka wakati mwingine tena.